Okay. Hello everybody. Leo na present Vodacom Tanzania haswa kwa sababu wametoka kutoa matokeo ya Q1. The caveat ni wape, prelude to everything else, ni kwamba Vodacom wao huwa wanafunga vitabu tarehe 31 mwezi wa 3. Hapo ndo wanafunga mwaka. Kwa hiyo kwa wao mwaka huu hapa mwezi wa 3 ndio walifunga vitabu vya mwaka jana. Kwa hiyo mwaka 2025 kuanzia mwezi wa 4 na kila kitu walichofanya mpaka mwezi wa 3, mwaka huu 2026 wao ni financial year 2026. Kwa hiyo tokea mwezi wa 4 mpaka sasa wao Vodacom tayari wapo kwenye financial year 2027. Kwa hiyo mkiona hapa numbers zinaongelea mwaka 2026, mwaka 2027, msichanganyikiwe. Hivi ndio jinsi Vodacom wanaweka data zao. Kwa hiyo nikiwaambia Q1 financial year 2027 inamaanisha ndio mwaka huu ambao utaishia mwezi wa 3 mwaka kesho 2027. Kwa hiyo wengine wanaanza mwaka wao ndo wanafunga. Okay. Sasa na uhakika wote mnatutambua, timu yetu ya research, mimi Haji Hamdun, Linda ambaye atapresent leo, Mr. Mtambi na Mr. Rutabingwa, boss mwenyewe, kiongozi. Sasa ngoja niwape a snapshot of matokeo kidogo tulishawahi kuiongelea ya mwisho, matokeo ya mwaka jana, na pia data points 2 za Q1. Q1 ambayo imetoka kufunga hii June tarehe 30. Mwaka jana walifunga kwa mapato jumla trilioni 1.8 na EBITDA, yani ile faida kabla ya kodi, kabla ya kulipa madeni, kabla ya depreciation ilikuwa ni 36.4% ya mapato hayo. Alafu ukiangalia sasa kwa Q1 unaona kwamba hiyo Q1 net profit ilikuwa ni faida baada ya kodi ilikuwa ni bilioni 47, ambayo ukilinganisha na faida net profit ya mwaka mzima uliopita ilikuwa ni bilioni 107, alafu hii hapa ni bilioni 47.3. Lakini pia namba nyingine ambayo ni interesting sana ni capital expenditure, yale matumizi yale yanayotumika kwenye capital assets, capital expenses, ambazo yani ni gharama za mabadiliko ya mifumo. Kwa hiyo tunaitaga capex na huwa tunailinganisha na mapato. Kwa hiyo ni asilimia ngapi ya mapato yaliyotengenezwa, na ni 23%. Sasa hapo nimewapa dashboard kidogo, unaweza ukaona hayo mambo, lakini pia tutaweza kuiongelea kwa undani zaidi kwenye slides zinazofuatia. Sasa an executive summary, mambo kidogo ya kuongelea kabla hata hatujaangalia hizo headline numbers zenyewe. Cha kwanza ningependa kuongea ni kwamba wakati tunaangalia hizi namba, nahitaji watu mjue kwamba matokeo ya Vodacom ya kota hii watu wengi wameyaona, watu wengi wameyapenda, watu wengi yamewasababisha wapandishe bei ya stock. Lakini kwanza niwaoneshe tu kuwa sababu kubwa ya kwa nini
matokeo ya kota hii yanaonekana mazuri mno ni kwa sababu yanalinganishwa na kota kama hii ya mwaka uliopita ambayo ilikuwa haijaridhisha wengi. Ilikuwa ni matokeo ambayo yalikuwa very wanting, tunasema, kwa ajili ya depreciation kupanda, na tutaongelea zaidi kwenye slides zinazofuata, lakini pia tujue kwamba hata growth iliyotokea, mapato kuongezeka, faida kuongezeka, imesababishwa na mambo kadhaa kwenye performance ya Voda. Kwa hiyo hapo tunasema it's broad based kwa sababu imecover maeneo tofauti, sio tu mapato kwenye dakika au mapato kwenye mobile data, ni mapato kwenye vyote. Imesaidia kwenye kupanda kwa mapato, kwa faida na kadhalika. Lakini cha tatu pia, kati ya vitu ambavyo watu wengi wameona ni concerning, ni capital expenditure kupanda. Sasa tuone next slide na kuonyesha jinsi gani faida ya Vodacom kwenye hii chart ya kwanza hapa. Unaona faida ya Vodacom jinsi ilivyokuwa. Mwaka 2021 Vodacom walipata hasara. Mwaka 2022 Vodacom wakapata hasara tena. Wakawachanganya sana wale watu walionunua hisa za Vodacom kipindi cha IPO. Alafu ikawa ni ngumu sana hata pia kuweza kuziuza hizo hisa, na hata ukiziuza utaziuza kwa hasara. Lakini baada ya hapo wakaanza kupata faida, bilioni 45, ikapanda tena mpaka bilioni 50, ikapanda mpaka bilioni 90, alafu ikaja ikapanda mwaka jana mpaka bilioni 107. Lakini kwa watu wengi, kati ya stories ambazo zinawachanganya watu ni kwa nini inakuwa wanapata mapato ya trilioni lakini faida inaishia kuwa bilioni 100, bilioni 90, ambapo tutaongelea zaidi kwenye hayo mambo ya margin kwenye slides kadhaa zinazofuata. Tukiangalia kulia, ndio yale mambo ya capital expenditure niliyokuwa naambia, zile gharama zinazotumika kwenye kununua mifumo mipya, kwenye kununua kwenye kutengeneza matawi mapya na kadhalika. Sasa Vodacom tokea mwaka jana walitangaza kuwa wanafanya radio access network modernization. Pia walitangaza watafanya M-Pesa platform modernization. Kwenye Q1 report hii hapa wametangaza kwamba ile M-Pesa modernization imekwisha. Lakini ile radio access network modernization ilikuwa ni imepangwa kufanyika ndani ya miaka miwili, ambao huu ndio mwaka wa pili. Ile plan ilikuwa ni ya dola milioni 100, ambayo hiyo kwa shillings inakuwa ni bilioni 260. Bilioni 260 inakuwa inazidi hata faida waliopata mwaka jana. Inakuwa ni levels zinazoendana na level ya depreciation yao. Sasa mpaka mwaka jana tuliona kwamba capital expenditure yao ili hike mpaka 17%. 17% ya jumla ya mapato yao, sio ya faida, jumla ya mapato. Q1 hii hapa imepanda mpaka 24%, ambayo hiyo ni 23.9, lakini tukiround off inakuwa 24%. Na hiyo ni haswa kwa sababu ya hiyo radio access network modernization program, lakini ni asilimia kubwa sana. Sasa kati ya maswali ambayo tunakuwa tunajiuliza kuhusu Vodacom ni
hii itatokea tu kota hii kwamba wameamua wainkaa hizo costs nyingi za hiyo modernization program kwenye kota hii, au hata kota zingine pia watainkaa kiasi hicho, ambayo inaweza ikasababisha hata performance yao iwe impacted. Lakini pia tupige jicho kwenye hayo mapato yenyewe. Tukipiga jicho kwenye mapato yenyewe, tunaona kuwa hello, nasikika? Okay. Yes, unasikika Mr. Haj. Kwenye next slide hapa unaona mapato jinsi yalivyoingia. Hapo nimekuonyesha kwa segment zao tatu kubwa zinazoingiza mapato: dakika, M-Pesa na mobile data. Zote zimekuwa zikikua, lakini hapa na kuonyesha kwamba mwaka 2024, 2025, 2026 hiyo ilikuwaje. M-Pesa sasa hivi ndio inaongoza segment zote na imekuwa ikipanda sana, na hiyo imesaidiwa sana na mambo kama Songesha, mambo ya M-Koba, mambo ya M-Wekeza, ambao ukiangalia mwaka uliopita walitangaza kuwa M-Koba ilikuwa ina takribani magroup yanayoweka hela kwenye M-Koba 500,000. Sasa hivi hiyo namba imeongezeka. Ukiona kwamba M-Pesa ilikuwa imeingiza mikopo ya zaidi ya bilioni 800, ambayo hiyo ilikuwa ni imekuwa kwa 40% kutoka mwaka uliopita. Sasa hivi imezidi kutoka hiyo bilioni 800. Kiangalia M-Wekeza na yenyewe, hiyo M-Wekeza inakuwa ni unaweka hela, inakuwa ni kama mfuko wa uwekezaji. Ilikuwa mwaka uliopita walitangaza kwamba walikuwa wana deposits amana za takribani bilioni 40. Sasa hivi wamesema kwamba monthly gross deposit, yani kwamba kwa mwezi wana takribani ya deposit bilioni 50 kwa mwezi, ndio walivyoandika kwenye ripoti yao. Kwa hiyo unaona jinsi gani M-Pesa inakuzwa, na hakika hiyo M-Pesa modernization program yao imesaidia vikubwa. Lakini tukiangalia kwenye slide inayofuatia inakuonyesha sasa hivi M-Pesa ina contribute kiasi gani kwenye mapato ya Vodacom, ambayo unaona kwamba imekuwa ikikua kipole pole na dakika imekuwa ikipungua kipole pole. Mwaka 2024 ilikuwa 36%, mwaka 2025 ilikuwa ni 39%, mwaka 2026 ilikuwa 40%. Lakini pia mobile data haipo mbali, yenyewe tunasema ndo the fastest growing income service revenue segment, lakini bado mpaka imkamate M-Pesa, na dakika imeanza kudecline, imeanza kupungua. Sasa tukiangalia slide inayofuatia, sio tu na kuonyesha
M-Pesa ina contribute kiasi gani, lakini na kuonyesha pia kwa Q1 imekuwa kwa kiasi gani. M-Pesa imekuwa zaidi kwa 26%, lakini mobile data imekuwa kwa 26.3%. Ni kwamba M-Pesa sasa hivi ndio inachangia kikubwa kuliko vyote kwa mapato ya Vodacom, lakini hilo nalo ni risk, kwa sababu kwa sababu M-Pesa ni kati ya vitu kwa Vodacom ambayo ipo most highly regulated na ipo very prone to regulatory risk, yani yenyewe ina uhatari wa kuwa affected na mambo ya kisera na mambo ya maregulator kama TCRA kubadilisha sheria, Benki Kuu kubadilisha sheria ambayo inaweza ika-affect sana hayo mapato. Na kwa sababu sasa hivi yenyewe ndio around 40% ya mapato yanatoka kwa M-Pesa, inamaanisha mabadiliko kidogo tu yanaweza yaka-affect sana, na precedent ipo. M-Pesa mwaka 2021, 2022 Tanzania serikali iliamua kwamba kutakuwa kuna ile mobile money transaction levy, makato, ambao watu wengi sana walilalamika, na ile ilisababisha mapato yao kuanguka kwa 7.6%. Yani nikupe namba, wao waliripoti Vodacom kwamba mapato yalianguka kutoka bilioni 356 mpaka bilioni 329. Waliripoti kwenye annual report yao. Mpaka ile ilivyotolewa ambapo M-Pesa ndio ikaendelea kukua vizuri, na ndo ikaja tena ikakuwa kwa 24% mpaka 29%, na sasa hivi unaiona kwa uimara wake. Kwa hiyo while M-Pesa kukua kwa kiasi hichi inaonyesha kwamba hii ni advancement, inaonyesha dhahiri kwamba Vodacom inageuka sio kuwa tu telco but techco, kwamba it's a technology company pia. Shida ni kwamba hii pia inaipa risk kubwa. Sasa hapa tunaona pia kwenye share price, kwa watu wengi hii recent bei kupanda imewashtusha au imewafurahisha, lakini inaonyesha tu kwa mwaka huu na mwaka uliopita hiyo bei imemove kivipi. Na unaona kwamba bei imetoka kwenye 700 ikashuka mpaka 400 ikapanda mpaka 500, 600, na hawa watu hakika walionunua kwenye bei hizi ndo wanafaidi sana kipindi hichi. Sasa hivi hizi siku kadhaa, haswa baada ya matokeo haya ambayo yamefurahisha wengi, imepanda mpaka 1000. Baada ya kuangalia bei, ngoja tuangalie financials za Vodacom kwa kota hii ukilinganisha na kota iliyopita. In brief, unaona kwamba mapato ya kota hii ni bilioni 500. Mwaka uliopita kota kama hii walipata bilioni 400. Yale mapato ukija ukatoa gharama za uendeshaji ilikuwa unapata bilioni 197. Mwaka jana ilikuwa ni bilioni 144. Hapa tunakuja kwenye margin kwamba hiyo ni 38.3% ya mapato kwa mwaka huu. Kwa mwaka uliopita ilikuwa ni 33% tu. Sasa kwa wale ambao labda hatujui vizuri, hizi margins zinaangaliwa sana na analysts, zinaangaliwa sana na watu wawekezaji waliobobea, na hizi percentage points
labda mtu anaweza akaona kukua kwa 5% ni ndogo sana, lakini kwa makampuni haya makubwa na kwa wawekezaji hii ni kubwa sana. Kufika mpaka 38% inaonyesha kwamba kuna jambo wameimprove au kuna jambo linaenda vyema kwao. Lakini pia tuangalie kwamba baada ya depreciation kwa kota hii walikuwa depreciation ya bilioni 91 ambayo imepungua na depreciation ya mwaka uliopita. Kota hii ilikuwa ni bilioni 105, ikasababisha operating profit iwe ni bilioni 105, alafu huku ilisababisha ile operating profit ishuke mpaka bilioni 38. Kwa hiyo unaweza kuona ongezeko la operating profit, yani faida ya uendeshaji baada ya kukata gharama za uendeshaji, baada ya kukata depreciation, unakuja unapata faida ya uendeshaji. Mwaka huu imekuwa kwa 174%. Na kwenye hii hapa ukiangalia tu haraka haraka, unaona sababu ya kwanza ni kwa sababu ya depreciation kupungua, lakini kati ya vitu vingine ni kwenye finance costs, ambao unaona hapa imeongezeka kwa 50% takriban, imefika mpaka bilioni 30. Lakini kwa sababu ya jinsi faida ya uendeshaji ilivyokuwa, inasababisha bado hiyo inakuwa sio ongezeko kubwa sana, kiasi ya kwamba faida kabla ya kodi unakuwa ni ongezeko la 300% kutoka mwaka uliopita, ambayo inakuwa ni bilioni 74. Baada ya kodi ambayo na yenyewe imekuwa kubwa, imekuwa kwa takriban 200%. Kitu kizuri ni kwamba faida baada ya kodi imekuwa kwa takriban 300%, lakini hii kodi imekuwa kwa takriban 200% ambayo ni kubwa, lakini kitu kizuri haijazidi hiyo ingine. Faida baada ya kodi imekuwa kwa zaidi ya 200%, bilioni 47 kwa kota hii peke yake. Kwa hiyo ukisikia watu wanafurahia namba za Voda, hii sehemu ni kati ya sehemu ambayo inafurahisha watu sana. Kota iliyopita, mwaka uliopita, ilikuwa bilioni 8 faida. Kota hii mwaka huu bilioni 47. Sasa tuingie kuchunguza vizuri zaidi. Sasa ile mapato tulioongelea ambayo kwa muhula huu kwa kota hii inakuwa ni 38.3%. Unahitaji kujua kwamba hiyo net profit ya bilioni 47 ni 9% ya mapato, 9% tu. Sasa hiyo 9% tu investigate imefikaje huko. Unaona kwamba inatoka kwenda 38% kama mapato baada ya gharama za uendeshaji, lakini pia kabla ya depreciation. Lakini ukisha kata makato ya depreciation unapunguza point kama 17, alafu ukishapata ile faida ya uendeshaji ambayo ni 20%, ukisha kata tena finance costs, ukisha kata kodi, ndio inafika mpaka 9%. Ngoja niwaonyeshe illustration nzuri zaidi ya jinsi gani hayo makato yanavyoenda. EBITDA margin hapo, baada ya mapato, baada ya operating expenses, yani gharama za uendeshaji, ndio unaanza hapo kushoto. Alafu unatandikwa makato ya depreciation 17%, kitu inabaki 20% ya operating margin. Alafu unatandikwa
net finance costs, na pia hata bei za mabadiliko ya fedha kwenda kwenye fedha moja kwenda kwenye nyingine, kwa sababu Vodacom wana engage kwenye transactions za cross border na mambo kama haya. Alafu ukikata kodi hiyo 5% ndio unafikia 9%, ambayo ni ndogo, lakini kwa watu ambao wamekuwa wakiifuatilia Voda wanaona hii ni 1% kubwa sana. Kama ninakumbuka vizuri, mwaka uliopita kodi ya net margin yao quarter 1 ilikuwa kama 4%. Kwa hiyo kukua kwa kiasi hicho ni kukubwa sana. Sasa tuangalie pia tu in brief net current liabilities. Net current liabilities zimekuwa na zimekuwa kwa sababu pia ya hata haya mambo waliokuwa wakifanya ya modernization program, kwa sababu yenyewe pia imesababisha kuna sehemu zingine wameongeza kwenye kukodi, ambazo hizo sehemu zinasababisha kwa Vodacom wanafanya leasing, ambayo yani tuseme kama ni kodi, ambayo ile kodi inaingia kwenye balance sheet, ambayo ile kodi ambayo inatakiwa kulipwa kwa mwaka huu inaingia pale kwenye net current liabilities, yale mambo unayotakiwa kulipa muda si mrefu ndani ya mwaka. Kwa hiyo imesababisha ipande sana, lakini pia tunaangalia finance costs jinsi zilivyokuwa, na zenyewe zimekuwa kwa takribani ya 50%, lakini na zenyewe pia ni hivyo hivyo. Zile kodi ya lease inakuwa ina interest, ambayo na yenyewe imekuwa mpaka kutoka bilioni 53 mpaka bilioni 96, ongezeko la takribani 88%, 80%, na ndio 1% kubwa ya total finance costs kwa sasa hivi. Na hii ni kwa sababu IFRS 16 inawahitaji waweke hizi lease kwenye balance sheet. Kwa wale ambao wamepitia mambo ya finance au wale watu waliomsikiliza Mr. Ruta kwenye vipindi vingi, wanajua kwamba akina Exxon Mobil ndio wamesababishaga vitu kama hivi vitokee, kwa sababu wao vitu kama lease costs walikuwa wanazitreat kama off balance sheet, kwa hiyo haingii kwenye vitabu. Kwa hiyo unakuta watu wanalipa madeni makubwa, lakini haionyeshi kwamba wanadaiwa hayo madeni, kwa sababu sio fundamentally interest based, haitegemei riba sana. Kwa hiyo unakuta wanakuwa hawaziiti interest bearing debt, madeni yenye riba. Kwa hiyo wanaweza kuviweka nje ya vitabu, lakini baada ya mambo kama hayo IFRS 16 ilibadilisha, ikalazimu kwamba hivi vitu lazima viwepo kwenye vitabu, na inatakiwa affect income statement, affect balance sheet kwenye assets, kwenye right of use assets, hapo situingia in deep, lakini pia inatakiwa ionyeshwe kwenye liabilities. Lakini pia tumeongelea the elephant in the room, ambao mpaka sasa bado hatujamuongelea sana, nimemgusia juu, ni depreciation. Hii depreciation kwa nini imepanda kiasi hicho? Sasa kitu ni kwamba hii depreciation iliongezeka sana mwaka 2026. Ilitoka takribani bilioni 200 mpaka bilioni 400 mwaka 2026. Ongezeko la takribani 50%, na imeongezeka na ina uwezo wa kuongezeka hata mwaka huu unaokuja. Na ndio maana hapa nimewekea hii kwamba mwaka uliopita annual report ilionyesha ongezeko kubwa sana depreciation, lakini kwa vipi inakuwa depreciation imepungua ukilinganisha na quarter 1 ya mwaka uliopita? Kitu ni kwamba kuna uwezekano bado wa hiyo depreciation kuongezeka mpaka tunapofikia mwisho wa mwaka. Kwa hiyo tusije tukaona hiyo depreciation imepungua kwa muhula huu
tukaona kwamba ndio inamaanisha depreciation itakuwa ndogo kwa mihula yote. Hakika huu ndo muhula wa kwanza na inaweza kweli ikapanda zaidi, na hiyo ndo likely situation, kwa sababu hiyo modernization program inaendelea kutengeneza mifumo ambayo hiyo mifumo pia na yenyewe ina include mambo kama matawi ambayo na yenyewe yanapata effect ya depreciation, kwa hiyo inaweza ikaongeza depreciation. Kwa hiyo depreciation msije mkazania kwamba ndo kuanzia mwaka huu haitokuwa juu, lakini hiyo depreciation na amortization kuna uwezekano kabisa kwamba mihula mingine ndo itaweza bear the brunt ya costs kubwa zaidi za depreciation. Lakini finally tuongelee tu haraka multiples kwa wale ambao wanapenda kuangalia PE ili wajue hii hapa price entry, price exit ikoje. Tukitumia annualized, yani tukachukua ile ya mwaka mmoja alafu tukajaribu kukarefusha kawe ka mwaka mzima, unaona kwamba inafikia 16%. Tukitumia trailing 12 month method, hiyo labda tuelezee deep siku nyingine, lakini kama ukisema ufanye tu times 4 unapata mara 12, lakini mimi ningesuggest tumie PE ya mara 16. Kwa hiyo PE ya Voda ukitumia hii quarter 1 as base alafu ukafanya trailing 12 months inakuwa ni 16 times. Alafu EV to EBITDA, hii ni enterprise value to EBITDA ambayo nimekuwa nikiongelea sana, inakuwa ni 4 times. Hopefully siku nyingine tutaweza kuja tuongelee zaidi EV EBITDA, lakini kwa wale ambao wanahusika kwenye kununua makampuni, wale watu ambao wanahusika kwenye kucompare makampuni na makampuni mengine, hii inakuwa ni muhimu sana, haswa kwenye merger na acquisition. Hapa ninaonyesha tu in brief, hii ni segment ya it's a section kwenye one page yetu. As Orbit tuna produce hizi kwa hiyo wateja wetu wakiwa wanataka tunawapa, lakini inakuonyesha in brief key ratios, what they look like kila quarter ya miaka 3 iliyopita, valuation snapshot, balance sheet na liquidity, income statement comparison, na hivyo vitu vichache. Finally nawaambia tu kwamba EBITDA tukiangalia on both sides, tukijaribu compare Vodacom, kuna jinsi mbili za kuzisoma, the positive case and the negative case. The positive case ni kwamba EBITDA margin imepanda mpaka 38%, inaonyesha kwamba wamejitahidi zaidi kwenye kupunguza direct expenses, wamejitahidi zaidi kupunguza gharama za uendeshaji. Lakini pia inaonyesha kwamba mapato yameongezwa zaidi kupitia kukuza mapato ya kwenye M-Pesa, kukuza mapato ya data na hata hiyo kidogo ya dakika. Alafu pia bei ya sokoni ya hisa pia imeona matokeo ya Voda, imeona kwamba matokeo ya Voda ni mazuri. Hata ma-analysts kadhaa pia wamesema kwamba Voda ina perform vizuri. Kwa hiyo hilo jambo ni bomba. Na mwishowe msije mkaona yale mambo tuliongelea ya lease ya kodi mkazania kwamba hawa jamaa wana madeni ya benki. Hapana, hawana deni la benki. Hawa tena hata hiyo modernization program wana finance kwa kutumia hela zao wenyewe. Na ndo kati ya sababu ina impact sana. Inakuwa ina impact kwenye ile capital expenditure tuliyokuwa tunaongelea, kwa sababu wanatumia cash yao wenyewe. Sasa tukiangalia upande wa the negative side, unaona kwamba capital expenditure yao imekuwa sana muhula huu, 23%, na kama wataweza kuzidi, wataweza kufanya hivyo kila muhula, basi hiyo inaweza ikawa ni tatizo kubwa. Lakini pia kukua kwa Vodacom kwa muhula huu ni kwa sababu
haswa ya na matokeo yao kuwa mazuri sana ni kwa sababu haswa ya matokeo ya muhula wa kwanza wa mwaka uliopita kutokuwa mazuri sana, na hata kipindi hicho kuna watu wengine walilalamika. Kwa hiyo kama ulikuwa hujafanya vizuri sana afu ukaja ukafanya vizuri hata kama sio sana, basi hakika inakuwa inaonekana kwamba ni performance nzuri mno, but really ni effect ya base effect. Na pia net current liabilities imeendelea kukua, imekuwa 5-fold times 5 ndani ya mwaka mmoja, na hapo bado hiyo modernization program haijaisha. Huu ndo mwaka wake wa pili. Kwa hiyo hata hiyo depreciation kupungua inaweza isiwe sustained, inaweza ikaongezeka zaidi. And that is Vodacom's first quarter, muhula wa kwanza in a nutshell. Asante sana.